Naam, shukran sana kwa kuchagua taarifa zetu, na tukianza kukufahamisha na ujiri ni kwamba watu zaidi ya 500 kutoka kaunti ya Nakuru wenye mahitaji maalum hii leo wanapokea vifaa vya msaada vikiwemo viti vya magurudumu na fimbo za matembezi miongoni mwa vifaa vingine. Hafla hiyo inafanyika katika kanisa la ACK Nakuru Mashariki. Mwanahabari wetu Ivan Sasiba yuko nao na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja ili atupashe mengi ambayo yanaendelea. Asiba, habari za hizi, na pengine tueleze ni kipi ambacho kinatarajiwa kujiri mbali na vifaa hivi kukabidhiwa kwa watu hao wenye mahitaji maalum. Na Nakuru kwema, Mwanahamisi, uliosema ni hakika kwamba tulipo ni katika uwanja huu wa kanisa hili la ACK, ambapo ni shughuli nzima ya kuhakikisha kwa ndugu zetu, dada zetu wanaoishi na mahitaji maalum wamepata pengine nafasi ya kusaidia wale ambao pengine wana tatizo la kutembea, wakipewa magari ile magurudumu na vile vile pia vile vijiti au viti vile kuwasaidia kwa. Lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na wale waandalizi wa shughuli hii, watuambie pengine ni kazi iliyoanza hapo jana na itakuwa yenye kukamilika kesho, baada ya kupata zaidi ya watu 500 watakao kuwa kinufaika. Njoo tu hapa pia daktari, ukianza kwa kujitambulisha majina, utuambie tunajua kwamba mlianza jana, hii leo siku ya pili, kesho siku ya mwisho, pengine mnatarajia kupata kina nani na hawa mnawapata kwa njia gani na muhimu gani? Asante sana. Kwa majina ni James Mungai Mwaniki. Mimi ni daktari mratibu wa shirika linaitwa Association of Physically Disabled of Kenya Nakuru. Na kwa hii hafla tunashirikiana na shirika linaitwa Hope Mobility kupeana assistive devices ambazo ni viti za magurudumu, crutches na walking frame ama mikogojo na vitu za kutembelea. Na hii hafla tulianza jana na inaendelea vizuri, kama watazamaji ama wenzetu wataweza kuona ni ya kwamba ni shughuli ambayo ilianza jana na leo tunaendelea na itakamilika kesho. Vile tulipata hawa watu, sisi kama shirika la APDK tunadeal na mambo ya disability mainstreaming ama kusaidia watu ambao wako na ulemavu katika jimbo letu la Nakuru, na tuko na beneficiaries ambao tuko nao wakija kwetu kama shirika, huwa tunachukua majina zao na the needs. Tunafanya assessment, tunajua mtu fulani anahitaji kifaa fulani. Kama ni viti za magurudumu, kana mtu anahitaji miguu maalum ama artificial limbs, kama ni mtu anahitaji vifaa vyote ambazo tutaweza saidia mtu ambaye anaishi na ulemavu ama ako na ulemavu iweze kumsaidia kuishi maisha ya kawaida ama maisha ya karibu ya kawaida, ndio aweze kujitegemea na kujinufaisha na kufanya shughuli zake za kila siku. Kwa hivyo tunakuwa na hizo data ambazo zina watu wa beneficiaries, so mtu yeyote ambaye ako na msaidizi akija kwetu anataka sisi tutakuwa na hizo data ambazo mtu fulani anahitaji kitu fulani. Na kwa hivyo wakati shirika la Hope Mobility walikuja kwetu wakatuambia wako na hii wanataka kupeana hii vitu za magurudumu na vitu assistive devices za mobility, tuliweza kushirikiana kwa haraka na tukamobilize watu, because tuko na namba za watu, tuko na wanaishi wapi, ni namba zao za simu na ni rahisi kuwapata kwa urahisi. So tumepata hizo namba na ndio tumeita watu na tumewamobilize kupitia pia kwa shirika la serikali ambazo zinaitwa National Council for Persons with Disabilities, makanisa kama hapa saa kanisa hili la ACK, kuna kanisa inaitwa Chosen Generation Nakuru. So tumeshirikiana watu wengi na makanisa na tumeweza kumobilize na tunashirikia shughuli inaelekea vizuri sana. Naam. Asante. Acha tupate sauti ya pengine yule ambaye anapata nafasi ya kusaidika hii leo. Mama, tukianza kwa kujitaja majina, utuambie wapo ni mtoto unaye au nani, na pengine hii ina maana kwako gani? Mimi kwa majina naitwa Ann Mungai. Mtoto anaitwa Felix Ngige, ako na CP na huwa nasaidika juu hii wheelchair inasaidia tabaka kwa strong, alafu inamsaidia kuwalk juu anaenda shule. You see, saa mambo mingi. Yeah. Na pengine tu kabla ya kupata msaada huu, maisha yamekuwa vipi na unafikiria sasa unapopata hii itabadilisha vipi maisha ya ndugu yetu? Kwa kumsaidia, itamsaidia juu shule, like akienda hana seat yenye na fit, na akisoma lazima akae vizuri, akuwe comfortable juu ukimketisha kwa seat yenye fit anaumia, na akiumia once anaanza kulia, na kesho ukimwamsha like aende shule hataki. Yeah.
Asante. Tupate sauti ya mwisho. Njoo tu dada, tukianza kwa kujitambulisha majina. Tuambie pengine wewe umekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba watoto hao umewapata, watu wazima umewapata. Pengine nyinyi ka kikundi mnapata usaidizi huu kutoka kwa marafiki ndio, lakini hawa mnaowalenga ni akina nani na ni vipi pengine mnawafikia? Kwa majina ni Alice Sasati, volunteer wa Hope Mobility hapa Nakuru. Tumeweza kuwapata kupitia marafiki, majirani na pia katika mashule na viongozi wa mashirika ya watu wanaoishi na ulemavu katika vijiji. Na tunafurahia sana kwa siku ya leo, na niko na ujumbe naweza taka kupa the community. Hawa watu wengi wao ni wenye wamebaki katika manyumba, wamefichwa kwa manyumba. So Hope Mobility imeweza kujitokeza kuwatoa kwa manyumba. So tutaweza kuwaona kwa wakitafuta makazi, watoto wakitafuta opportunity kwa mashule. So tunaomba wapewe opportunity kushiriki katika the community, kwa mabiashara, kwa makazi, hata kwa makanisa. So ukiona mtu anaishi na ulemavu akija kutafuta kazi, tuwape opportunity because wamepewa viti na tutaendelea kuwapa viti. Ni mara ya pili wanapata Nakuru, na tunajua kwamba maisha ya watu wanaoishi kwa ulemavu yatabadilika. Swali la mwisho kwako, najua kwamba umezungumzia swala la stigma, Kiswahili unyanyapaa. Pengine nyinyi ka kikundi ni vipi mnapigana na unyanyapaa katika jamii zetu kuhakikisha kwamba yule mtoto, yule mtu aliye na mahitaji maalum asionekane kama pengine wengine wanashirikisha na masuala ya laana sijui nini? Nyinyi ni vipi mnafanya kuhakikisha kwamba tumetoa kasumba hii na unyanyapaa huu? Tuko katika kitengo cha wachungaji, so tunaweza kuwapa information ya kuonyesha kwamba wale watoto hawako kwa community kwa sababu ati ni laana. Si laana, kwa sababu neno linatuambia kwamba kila mtu Mungu alimuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo tunajaribu kuwafunza kama wachungaji, na kikundi cha Hope Mobility wako na kikundi cha wachungaji ambao wanafunza watu kuhusu those people in the community. So tunaweza kuelimisha kibibilia ya kwamba hao watu ni akina nani na kwa nini wako kwa community, na tunafaa kuwa treat namna gani. So to treat like one of us, na tusiweze kuwa stigmatize. Haya basi, mliosikia watatu hawa wakizungumza nasi, mmoja akiwa ni yule atakayekuwa akipata nafasi ya kusaidika, na pamoja na wale ambao ni waandalizi wakituambia kwamba mwito kwao tukumbatie hawa ndugu zetu, dada zetu wanaoishi na mahitaji maalum kama wengine, tuhakikishe kwamba pengine nafasi zinazopatikana ziwe za ajira, ziwe za masomo, wote wamepata sawia. Kutoka kaunti ya Nakuru na kurudisha kwako Mwanahamisi, mimi Evans Asiba, kazi kwako Mwanahamisi. Naam, asante sana Siba. Nasi tukirudi hapa jijini Nairobi.